Ni asubuhi njema, asubuhi ya baraka, ambapo mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Bwana Yesu na asifiwe. Mimi hapa, ninahisi tu uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ninahisi tu baraka za Mwenyezi Mungu. Na hivyo tu, ninaamini kwamba hapo ambapo unanipata ukiwa unahisi hayo yote, na bado unazidi na kumtumainia Mwenyezi Mungu na kujua kwamba yupo pamoja nawe kila wakati. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni Mitaboni Pastoret, Machakos Sub-Headquarters. Karibu tuzidi na kubarikiwa kwa pamoja. Naomba mtazamaji wangu ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo asubuhi ya leo. Ujambo? Nami si jambo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ambayo Mungu ametujalia ili tukapate kuinuliwa kwa pamoja. Nikikukaribisha katika kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka ili tukapate kubarikiwa pamoja kwa neno la Mungu. Na neno la Mungu tutalipata katika kitabu cha Wafilipi, mlango ni wa 4, mstari ni wa 19. Na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Mungu, twaomba ukanene nasi kwa maana tuko tayari Baba, hili tupokee kutoka kwako. Nami nitumie kama chombo chako Baba, ili tukapate kubarikiwa na neno lako. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Mtazamaji wangu, karibu sana kwa neno la Bwana. Naomba tujifundishe jinsi ya kupewa kile tunachohitaji. Kupewa kile ambacho tunahitaji. Kwa sababu ya kwamba Biblia inatuambia ya kwamba kile ambacho tunahitaji kwa Mungu atatupa hicho. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba Mungu ana uwezo wa kukupatia kile ambacho wewe mwenyewe unaomba. Kwa sababu wakati tunapokuwa na hitaji fulani na tuseme ya kwamba nahitaji hili, huyo Mungu ana uwezo wa kukupatia. Na hivyo ndivyo naomba asubuhi ya leo Mungu atujalie ili tujue ya kwamba kile ambacho wewe mwenyewe mtazamaji wangu unachohitaji kipo mikononi mwa Mungu. Na ni vizuri ukiombe kwa jina la Yesu. Mungu atakupa hata kama ni nini. Huyo Mungu ana uwezo wa kukupatia, kwa maana ana uwezo, ana kila kitu. Kwa hivyo ni vizuri mtazamaji wangu, ili Mungu atupe neema ya kujua jinsi ya kuitisha vitu kwa huyo Mungu. Naomba niongee mambo 4. Jambo la kwanza, kujaziwa kile tunachohitaji. Kujaziwa kile ambacho tunahitaji. Kwa hivyo ni vizuri mtazamaji wangu uelewe ya kwamba kama unahitaji ambalo unaendelea na kumwomba Bwana, Biblia inatuambia ya kwamba jambo hili la kwanza, kulingana na Biblia vile inaongea ya kwamba Mungu ana uwezo wa kutujazia. Kwa hivyo utajaziwa kwa jina la Yesu Kristo kile ambacho unahitaji. Hata kama unaomba neema ikutoshe, Mungu atakupatia kile ambacho unataka. Wengine wanahitaji amani kwao, wengine wanahitaji kazi. Mungu atakupa na atakujazia, kwa maana ako na kila kitu.
Kwa hivyo ni vizuri na ni majukumu yako ili uombe na utamke na kinywa chako kile ambacho unahitaji, kile ambacho unataka kwa Mungu, kwa maana Mungu ana kila kitu. Kwa hivyo ni vizuri uombe kile ambacho unataka na Mungu atakupa kwa jina la Yesu. Jambo lile lingine, Mungu ako na utajiri mwingi sana. Naomba nikukumbushe ya kwamba asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, Mungu ana utajiri. Mungu ako na kile kitu. Kama vile sisi kama wanadamu tunaona watu ambao ni matajiri, wana vitu mingi, lakini Biblia inatuambia ya kwamba huyo Mungu ako zaidi ya hao ambao ni majirani yako, ambao unawaona wako na kila kitu, lakini Biblia inatuambia ya kwamba Mungu ni zaidi ya hapo. Kwa hivyo ni Mungu ako na kila kitu. Tumuombe na atatupa. Endelea na kuitisha kwa Mungu na atakupatia. Mungu ni tajiri. Mungu ako na kila kitu. Usikae pale ukiteseka kwa sababu una watoto. Mungu ako na watoto wengi. Atafungua njia upate watoto. Endelea na kumwomba Bwana kile ambacho unahitaji. Hata kama ni kazi atakupa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ana utajiri mwingi sana. Kwa hivyo wacha kukaa pale ukiona ya kwamba unateseka. Simama muite Bwana. Simama mlilie Bwana. Endelea na kumuita Bwana. Atafungua njia upate kazi, kile ambacho unahitaji upate. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba uweke matumaini kwa huyo Bwana ili akupe chochote ambacho unahitaji. Hata kama ni afya nzuri, Mungu atakupa. Hata kama ni nini, Mungu ana uwezo wa kukupatia, kwa maana yeye Mungu ni tajiri. Jambo lile lingine, omba unachotaka, kwa maana kwa Mungu kuko na kila kitu. Omba kile ambacho unachohitaji ama unachotaka. Kwa hivyo ni vizuri, mtazamaji wangu, uelewe ya kwamba Mungu yupo, anatuangalia, anatujua. Unaweza kuwa pale na shida, unaenda kwa watu, unawaomba usaidizi, wanakunyima. Omba Bwana Yesu, omba huyo Mungu atakupa. Endelea na kumulilia Bwana, endelea na kumuita, kwa sababu ya kwamba tukiweka matumaini yetu kwa wanadamu, saa zingine tunaanguka. Na naomba ili tusimame, tuweke imani yetu kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa kufungua njia ambayo tunaona kwetu haiwezekani. Kwa hivyo endelea na kumulilia Bwana. Wale ambao mnasoma, endelea na kumulilia Bwana, endelea na kumwomba Bwana ili ufanye vyema katika masomo yako. Endelea na kumulilia Bwana ufanye vyema katika biashara yako. Endelea na kumwomba Bwana ili uendelee na kuendelea na kufanya kazi ambayo unaifanya kwa neema na utukufu wa Bwana. Kwa maana wengine wanaendelea kufanya kazi, na katika kampani ambazo wanafanya wako pale wanaonewa, ni kama ya kwamba walilaaniwa. Naomba ili uombe Bwana ukumbalike katika kazi unayofanya, ukumbalike katika njia ambazo unaendea nazo, kwa maana unapomtumainia Bwana, yeye Mungu anafungua njia mingi. Kwa hivyo usikate tamaa. Jua ya kwamba hata kama ni vibarua unafanya, jua kuna siku ambayo itafika kupitia kwa hicho kibarua unafanya, uone neema mingi kwa Mungu na useme ya kwamba hakika kunaye Mungu. Usione ya kwamba eti Mungu hana kila kitu, ako nacho. Jambo la mwisho, tumpe Mungu sifa zake, kwa kuwa utukufu ni wake. Wakati tunapoendelea na kumwomba Bwana, tunapoendelea na kusherehekea utajiri wake, kwa maana ni mwingi, kwa maana kona wao na ametupa, ni vizuri tumpe Mungu sifa, kwa maana Mungu anaistahili sifa. Tuendelee na kumwambia ya kwamba Bwana, wewe ni Mungu na hakuna mwingine. Utajiri ni wako, tunaomba utupe kwa jina la Yesu. Kwa hivyo ni vizuri umpe Mungu sifa zake, kwa maana utukufu ni wake. Kwa hivyo mtazamaji wangu, tunapoishi, unapokaa pale kwa kazi yako ukifanya, unapokaa pale kwa shule ama kwa mahali ambapo upo, endelea na kumuita Bwana, endelea na kumulilia Bwana, ukijua ya kwamba maisha ambayo unateseka, kuna siku hautateseka tena, kwa maana Mungu ana uwezo wa kukupa. Hata kama milango ilifungwa na watu, hata milango kama ilifungwa na shetani, Mungu ana uwezo wa kufungua upate baraka
baraka, upate kazi, upate pesa, ukuwe tajiri kama vile wewe unatarajia. Kwa hivyo mtumainie Bwana, mulilie Bwana, endelea na kumuita huyo Mungu na ataendelea kuzidi kusimama nawe. Kwa hivyo usikate tamaa. Watu wakienda mbali nawe, hata wakisimama kinyume na maisha yako, jua ya kwamba kunaye Mungu. Labda watu wanakucheka kwa sababu ya familia yako, hata hamna kitu chochote kile. Mulilie Bwana, ujue ya kwamba Mungu ambaye alikuumba ana uwezo wa kukutoa pale na ukuwe tajiri katika kijiji hicho ambacho unakaa. Kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba ukimtumainia Bwana na ukimulilia Bwana, Mungu atakuinua. Mungu atakuendelea na kuzidi kukubariki. Kwa maana wanadamu wengi wanatuangusha, lakini tunaposimama na Mungu hawezi akatuangusha kamwe. Tusimame na tumulilie. Hata kama unalilia nini, kile ambacho unahitaji, omba kwa Mungu. Kipo, atakupa, atakupatia kila unachohitaji. Mungu atubariki na bariki neno lake. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Baba, tunalisifu jina lako, tunakuinua. Asante Baba kwa sababu ya kwamba utajiri uko mikononi mwako. Mungu, natuambia ya kwamba tuombe kile ambacho tunahitaji, na wewe Mungu una uwezo wa kutupa. Jehova, tunaomba ili ukapate kutupa amani, kwa maana tunahitaji amani kwa nchi yetu. Baba, tunahitaji amani hata kwa familia zetu. Mungu, twaomba ili ukapate kuingilia kati, kwa maana wewe ni tajiri wa amani, wewe ni tajiri wa upendo. Yesu, tunaomba ukaneemeshe neema yako kwetu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wengine wanaomba kazi, wape kwa jina la Yesu. Wengine wanaomba ndoa zao zipate kusimama, wape kwa jina la Yesu, kwa maana wewe ni Mungu una uwezo wa kutenda vyema. Hivyo Mungu, naomba ili ukapate kusimama. Mtazamaji ambaye amelia kwa sababu ya shida, wengine wanamtukana kwa sababu ya shida ambayo anapitia, Yesu, naomba ukafungue njia kwake kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hivyo Mungu, simama na ujidhihirishe. Mungu, tunaomba tukijua ya kwamba utatenda na utaendelea kutusimamisha kwa ajili ya utukufu wako. Mungu, endelea na kusimama nasi, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Ili siku moja tuwe na jambo la kusema asante, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Baba, tubariki na utuinue katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Tunapomtumainia Mwenyezi Mungu na kubaki waaminifu kwake, yeye umjibu mahitaji yetu, yani kwa wingi wa neema yake. Mungu unjibu mahitaji yetu kwa wingi wa neema yake. Neema ya Mwenyezi Mungu ubeba watumishi wake, ubeba yani wajoli wake, ubeba yani watoto wake. Asubuhi ya leo neema ya Mwenyezi Mungu imekubeba, maana ataweza na kukunjibu yani kulingana tu na neema yake. Inaamini kwamba wewe, tunaamini kwamba neema ya Mwenyezi Mungu utubeba, na ni kweli kabisa utubeba. Hapa Paulo akaweza na kutazama na kusema Mungu yani ndiye chanzo cha mahitaji yetu. Kusema kwamba Paulo anasema Mungu wangu, yani Mungu wangu, ni kumaanisha kwamba uhusiano wa kibinafsi na Mungu ni muhimu. Alikuwa na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, ndio sababu akafika mahali akasema Mungu wangu. Na hapa tumeweza na kujua kwamba yani ataweza na kunjaza kila hitaji. Ataweza na kulinjaza namna gani? Maana sio baadhi, mbali kila tunachohitaji kimwili, kiroho na kihisia, yote ataweza na kujaza, maana anajua, anaelewa kwa kadri ya utajiri wake. Mungu atoi kwa kipimo cha dunia. Ujue hivyo. Mungu atoi kwa kipimo cha dunia, mbali kwa utajiri wake wa utukufu katika Kristo Yesu. Mbali kwa utajiri wake. Utajiri wake ni mwingi mno. Utajiri wake ni mwingi. Ni mwingi kabisa, mpenzi mtazamaji. Hataweza na kutujibu tu kila hitaji kulingana na utajiri wake. Hapa tunafaa kujua kwamba na kujiuliza, yani je,
Tunamtegemea Mungu kama mtoaji wetu mkuu. Swali kwako, swali kwangu. Tunadumu katika uaminifu. Tunadumu katika uaminifu hata wakati wa upungufu. Ama wewe unadumu tu katika uaminifu wakati ambapo hauna upungufu, wakati ambapo uko na kila kitu. Wewe njiulize, nami nijiulize na unjijibu, kama vile ambavyo hata mimi nitaweza na kunjijibu. Nakutakia wakati mwema, siku njema. Neema ya Mwenyezi Mungu itembee pamoja nawe, na kila hitaji la kwako Mwenyezi Mungu akaweze na kukunjibu kulingana na utajiri wake na neema yake. Bye bye.